Nini, chukua povu lako la sabuni, weka pale kwenye inapotokea gesi pale. Utaona kabisa kama inavuja, inapanda. Unasema kumbe gesi yangu inavuja, si salama kukaa nayo nyumbani, irudishe, kabadilishie upewe gesi ambayo itakuwa ni rafiki kwenye kutumia. Kwa hiyo na chumba kimoja, uwe na vyumba viwili, ukizingatia hayo, utakuwa umechukua tahadhari. Lakini tahadhari nyingine unatumia sasa wakati wa matumizi. Je, unavotumia mtungi wako wa gesi nyumbani, unakuwa umeweka umakini gani katika matumizi hayo? Je, watoto unaotumia hiyo gesi yako wana utambuzi kwamba gesi ikivuja inaweza karipuka? Unakuta kama wana elimu hiyo, basi ikivuja watakwambia na utachukua zile hatua za msingi. Kwa hiyo unatumia jiko la plate kadhaa lenye mtungi mkubwa, ukimaliza kupika hakikisha na kwenye mtungi umeenda unafanya nini? Unafunga. Ila asilimia kubwa tukishazima kwenye jiko tunajua kabisa tayari ushamaliza na mameenda sawa sawa. Lakini kumbe moto unaweza kutokea sehemu nyingine, ukaja ukaunguza pipe ikaanza kutema gesi na moto ukapelekea kuwa mkubwa ndani ya nyumba na kupelekea hilo janga la moto. Hichi kizazi bwana, unakuta mtu anapika lakini huko anachezea simu. Kwa sasa concentration inahamia kwenye simu, jikoni anasahau. Endapo ule moto ukawaka pale kwenye gesi, huyu mtu achukue hatua gani ili kujinusuru kwa haraka? Kabla sijaenda kwenye hatua ya kuzuia, niende kwenye tahadhari. Tunapenda kumtahadharisha mtumiaji wa nishati safi, especially gas. Unapokuwa unatumia, hakikisha unakuwa karibu na jiko lako. Usisahau kwamba hii ni kuni mpaka kuja ishike basi nitakuwa nishamaliza. Hakikisha unakuwa karibu na jiko lako, kwa sababu muda mwingine hizi bwana zetu zinakuwa zinachoka. Unakuta gesi ikiwa mpya inajiongeza, umeweka moto fulani inajiongeza. Ukumbuke jikoni unaweza kukuta kuna pazia, mtu na chumba kimoja pazia hapa, sofa liko hapa, meza yenyewe unatumia mbao, ni rahisi moto kusambaa kwenye jengo. Sasa kwa nini tahadhari unatoa hiyo wakati wa kuzuia kwenye kuzima? Sasa tahadhari umeizingatia, moto kutokea nadra. Ukitokea basi madhara yatakuwa ni kidogo. Lakini kwenye kuzima imetokea sasa imekushinda. Tufahamu kwamba maji ya kawaida ya kumwagia kwenye mtungi wetu wa gesi hayazimi hiyo gesi, kwa sababu inatoka na ni hewa inayoungua. Kwa hiyo haitazima na itaendelea kuwaka. Kwa hiyo maji yatakupelekea moto hautazima na utapaniki. Na ukipaniki hautachukua maamuzi ambayo ni sahihi. Njia ya kwanza kabisa ya kuzuia gesi isiendelee kuwaka ni kufunga, isiendelee kuvuja. Umeshindwa kufikia panapovuja, basi hakikisha unafanya namna yoyote kama ungekuwa nayo nyumbani sasa, ambapo ni mshauri pia mtazamaji akaitafute. Kuna kifaa kimoja kinaitwa fire blanket ama blanket la kuzimia moto, ambapo lazima kwa kufunika. Kwa ukiwa na kile kifaa ama kile kifaa cha kuzima moto ukifunika, utazima moto. Lakini kitakachoendelea kinaendelea kuvuja ni nini? Ni gesi. Kwa kama ni kutoa mtungi wako nje, utoe kwenye eneo la wazi, kwa sababu kwenye eneo la wazi hamna sehemu moto utaambukiza. Hata kama gesi ikiendelea kuungua itaungua pale pale, haitaleta madhara. Ile kiendelea kuvuja ndani, madhara yake ni makubwa. Lakini tahadhari ya pili ambayo ndugu zangu nadhani wanaendelea kujenga na wanafanya vitu vingi, tuweke mazingira basi kwenye nyumba zetu za makazi, tuhakikishe kwamba mtungi wako wa gesi haukai ndani ya nini? Ya nyumba. Standard za matumizi ya nishati safi ya kupikia, tembelea maabara utazikuta mitungi yote ya gesi iko nje, kwa sababu michoro yake imepitishwa kitaalamu. Lakini nyumba zetu nyingi ambazo tunazijenga, baada ya kuhesabu miguu mingapi ukaweka pale, utakuta hatukumbuki kwamba kwenye nyumba kuna venti, hatuziweki zile kwa ajili ya kuruhusu moshi kutoka endapo imetokea dharura ya moto. Lakini gesi yetu inakaa wapi? Hatujui itakapokaa. Mwisho wa siku tunachonga meza, tunaibanisha, tunaweka kwenye draw. Kuja kuifikia ule mtungi mpaka kufungua itachukua muda mrefu, inaweza kapelekea hasara na madhara kuwa ni makubwa. Nikisema madhara nazungumzia kwenye yanayohusu viumbe hai kama binadamu, aidha kifo au majeruhi. Na nikisema hasara nazungumzia ni uharibifu wa mali ambazo zipo, aidha ni jengo ama mali zilizoko ndani ya nyumba. Nipende tu kukutahadharisha Mtanzania. Kuna wale wenye mtindo wa kwamba anakupigia simu, au sio? Hebu nenda jikoni. Ukishafika jikoni anakuambia chukua kibiriti, washa. Alafu ukimwambia tayari nimeshawasha, anakuambia nilijua gesi ipooni, utakuja kulipuana. Imekaje? Labda tufahamu kwamba gesi si kitu cha kuchezea, na kama unaweza kuchukua tu picha haraka. Tukisema gesi inayowaka, tukiza kwenye mfumo inavyopatikana, ni nyepesi kuliko petroli.
Kwa hiyo petroli unavyoona inashika moto haraka, basi gesi inashika zaidi kuliko petroli. Kwa hiyo chochote kile kinaweza kupelekea moto kuwaka. Kiberiti ni moto wa wazi, unaweza kupelekea na sio kiberiti. Hata matumizi ya simu, uwashaji na uzimaji wa taa kwa sababu ya loose connection kwenye maungio, pale unaweza kupelekea moto kwa cheche ndogo inaweza katokea. Kwa hiyo tuangalie tu taratibu hizo. Unavyoona kuna matumizi ya gesi imevuja, ukawasha moto haujawaka, ilikuwa haijafikia kiwango cha yenyewe kuwaka. Nimekuambia kuna 1.5 mpaka 10% utapata moto. Lakini tahadhari zizingatiwe. Matumizi ya gesi yakizingatia tahadhari zake, ni nishati ambayo ni rafiki na ni nishati nzuri kama ambavyo unaitumia leo hujawahi kupata moto. Natumai umejifunza vitu vingi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na usisahau namba yao ya dharura kwamba ili uwapate kwa majanga yoyote lazima upige namba 114.